Wild West TV. Mchezo wa Tabora United dhidi ya kikosi cha Young African, ambapo sakata la rushwa limeibuka kwa sababu lilianza kama utani baada ya mkuu wa mkoa Paul Chacha kutoa tamko kwamba kuna simu zinapigwa, kuna message zinatumwa kwa wachezaji wa Tabora. Lakini sasa imevuja sauti ya golikipa Noel Amenome ya raia wa Nigeria wa kikosi cha Tabora United akizungumza na moja ya wawakilishi kutoka ndani ya kikosi cha Young African akiombwa kulegeza ili wao Young African waweze kupata ushindi katika mchezo huo, ambao mchezo mwingine mkubwa sana kutokana na matukio ya mzunguko wa kwanza, ambapo kikosi cha Tabora kilipata ushindi wa goli 3-1. Kwa hiyo kuelekea mchezo huu, Yanga unaambiwa wanataka kupita mlango wa nyuma kwa kuwarubuni wachezaji wacheze chini ya kiwango. Lakini golikipa huyu wa Tabora United yeye alifanikiwa kurekodi sauti kwa kile ambacho alikizungumza na mmoja wa wawakilishi au mmoja wa viongozi kutoka ndani ya kikosi cha Yanga na kuwatumia viongozi wake wa Tabora kwamba jamani, kuna ujumbe huu nimetafutwa ili nicheze chini ya kiwango na kuna donge nono ameahidiwa. Na hilo limethibitishwa na afisa habari na mawasiliano wa kikosi cha Tabora United Christina Mwagala akisema kwamba sauti hiyo ni ya golikipa wake kweli wa timu ya Tabora. Hivyo basi, kwa sababu sakata leo limeendelea kuwa kubwa na limeendelea kuibuka sana, wamezikabidhi mamlaka husika ili waweze kushughulikia sakata hilo, ambapo linaonyesha moja kwa moja upangaji wa matokeo, huku Yanga ndio ambao wanahusishwa sana wakiwatumia meseji, wakiwapigia simu wachezaji wa Tabora United ili wacheze chini ya kiwango, mwisho wa siku waweze Young African kupata ushindi. Lakini pia hamasa kubwa ya Paul Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora United, ambaye ameweka mezani kiasi cha shilingi milioni 60 akiwataka wachezaji wa Tabora waweze kushinda mchezo huo na mwisho wa siku waweze kujishindia donge nono la kiasi cha shilingi milioni 60. Azam FC walipigwa wakala Tabora United kiasi cha shilingi milioni 40, lakini Yanga alikuwa kwanza, alipigwa na Tabora wakala milioni 30. Lakini safari hii Simba Sports aliwekewa milioni 50 endapo Tabora United wangeshinda, lakini Tabora akata chuma 3, na safari hii Yanga wao wamewekewa milioni 60 wakipigwa Tabora United anakwenda kula donge nono.